dua zetu zisikie, na maasi tuliyoyachuma. Ya Rabbi tughfirie, ya Rabbi Allahumma, dua zetu zisikie, na maasi tuliyoyachuma. Si kitu kwa wema wako. Endelea kufuatilia Firdaus TV hapa hapa katika vipindi tofauti tofauti vya kheri. Kumbuka, wakati sahihi ni wakati wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akhukum fillah Talib. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, ni msafara Sheikh Sharif Firdaus Al-Kadri katika ardhi hii ya Mwalusembe, wilaya ya Mkuranga, siku ya leo tarehe 1, ambapo doktori anafungua mwaka, anawapa baraka wakazi wa maeneo haya ya Mwalusembe, na hii imekuwa ndo mapokeo yake siku ya leo ya moja, ambapo anakwenda kuwapa baraka wakazi wa maeneo haya ya Mwalusembe. Hii imekuwa ni shufaa kwao, imekuwa ni kubwa kwao, kwa wana Mwalusembe kupata baraka ya dua kutoka kwa mwamba wa dua Afrika Mashariki na Kati, Dr. Sheikh Sharif Firdaus Al-Kadri, maeneo haya ya Mwalusembe, kuingia rasmi kabisa katika eneo hili, katika ardhi hii ya Mwalusembe. Dr. Sheikh Sharif Firdaus Al-Kadri hapa katika maeneo haya ya Mwalusembe. Hapa imekuwa ni kubwa kabisa kuwahi kutokea Mkuranga kumpokea Sheikh Sharif Firdaus Al-Kadri katika viwanja hivi vya Mwalusembe. Hii ni kubwa kabisa, hii ni kubwa kabisa, ni dua ya kufungua mwaka, ni dua ya kufungua mwaka ambayo inafanyika katika maeneo haya ya Mwalusembe. Kubwa kabisa, kubwa kuliko ni mapokezi makubwa ya mwamba huyu wa dua Afrika Mashariki. Pigeni yoni mwamba. Ni mapokezi makubwa kuwahi kutokea katika ardhi hii ya Mwalusembe. Dr. Sheikh Sharif Firdaus Al-Kadri ambaye anaingia katika maeneo haya ya Mwalusembe hapa. Kubwa kuliko kuwahi kutokea ni jambo hili kubwa la dua Afrika Mashariki na Kati. Mwamba wa dua Afrika Mashariki na Kati ndo anaingia hapa katika ardhi hii ya Mwalusembe, na haya ndo mapokezi yake mwamba wa dua Afrika Mashariki na Kati, mwamba wa dua Afrika Mashariki na Kati, Afrika Mashariki na Kati, ambaye anaingia katika maeneo haya katika kikazi hichi cha Mwalusembe. Ni Dr. Sheikh Sharif Firdaus Al-Kadri, mwamba wa dua Afrika Mashariki na Kati. Wanga wameweza, wameshindwa. Wanga wameweza, wameshindwa. Kwa hiyo wanga wote na wachawi wote, mume wao nani? Wanga wote na wachawi wote, mume wao nani? Haya, kapindueni gari, nendeni kauchome gari, nendeni mkawalizana naye asifike, lakini shehe kafika maana yake ameshindwa. Haya, kuna wanga, kuna vijanga hapa. Sasa kwa wanga wote na wachawi wako kuwasuatu wa seminari la Allah. Kushuka na kwenda kukaa pale. Hii Mwalusembe hakuna mwanga wala mchawi. Tusikae chini mpaka shehe ashuke, tusikae chini mpaka shehe ashuke. Tutamshusha pale, akishashuka inshallah yeye akikaa na sisi ndio tutakaa. Kwa hiyo kwanza tunakwenda kumshusha na sote tutanyanyua mikono yetu juu namna hii, tutakuwa tunampungia shehe wetu mkono, naye atateremka atakwenda kukaa pale. Akishakaa chini na sisi ndio tutakaa. Tuseme la ilaha illallah. La ilaha illallah.
Inshallah tukae chini sasa. Kaa chini. Kaa chini kwa mkaa ule kina baba nafasi yao na kina mama nafasi yenu. Msichangamane. Tuseme la ilaha illallah. Tena la ilaha illallah. Sheikh kafika hajafika. Kafika hajafika. Wachawi wameweza wameshindwa. Mgeukie jirani yako mwambie wanga sasa imekula kwao. Naam, ni Firdaus TV. Hakika wakati wa Mungu ni wakati sahihi kabisa, ikiwa leo ni siku ya kwanza ya tarehe moja ya kufungua mwaka 2026 hapa katika kikazi hichi cha Mwalusembe, maeneo ya Mwalusembe, ambapo Daktari Sheikh Sharif Firdaus Al-Kadri anafanya dua kubwa sana maeneo haya, dua ya kufungua mwaka, katika kikazi hichi, katika ardhi hii ya maeneo haya ya Mwalusembe. Imekuwa ni jambo kubwa kabisa, imekuwa ni jambo adhimu kabisa kwa wakazi wa Mwalusembe kupata baraka hii ya dua kutoka kwa mwamba wa dua Afrika Mashariki na Kati. Daktari Sheikh Sharif Firdaus Al-Kadri anafanya baraka hii ya dua kubwa katika maeneo haya, katika kikazi hichi cha Mwalusembe, maeneo haya ya Mwalusembe. Ameingia mapema sana siku ya leo kwa ajili ya kupata baraka watu mbalimbali katika maeneo haya. Hii imekuwa ni kubwa, imekuwa ni ya kufungua mwaka katika eneo hili la Mwalusembe, na hii ni Firdaus TV. Hakika wakati wa Mungu ni wakati sahihi kabisa. Yule kajichomoza mwenyewe kibiria huko. Kwa hiyo ndio hali na hizo ndizo karama za Daktari Sheikh Sharif Firdaus, Mola amen. Naam, Daktari Sheikh Sharif Firdaus Al-Kadri ndo ameingia katika kikazi hichi, katika eneo hili, na ndo huyo ambaye unayemuona amefika mapema sana kwa ajili ya kupata baraka watu mbalimbali wa maeneo haya, vikazi mbalimbali vya maeneo haya. Daktari Sheikh Sharif, asalamu alaykum. Salamu alaykum wa barakatuh. Mapokezi, umeonaje mapokezi hasa leo tarehe moja ya mwaka 2026? Unaonaje mapokezi ya wana Mwalusembe? Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalam ala rasulillah sallama. Kwanza wale yote tunaanza kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzikitaji swala nyingi na salamu zimwendee bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo ni tarehe moja ya mwezi wa kwanza 2026. Nimshukuru Allah jalla fi'ala, lakini pia ni washukuru viongozi wa BAKWATA kata ya Mwalusembe na shekhi wa kata ya Mwalusembe pamoja na ofisi yake na katibu wake ambao wameweza kuliratibu kongamano hili na wameweza kulipanga kongamano hili mpaka leo limefika. Ni kongamano kwa ajili ya kuombea watu dua, lakini pia watu na kuambia kiimani kwamba tunaelekea ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Rajab. Kwa hiyo tunatakiwa watu waambiwe kwamba ndani ya Ramadhani inakuja, wajiandae vipi. Kwa hiyo inshallah taala
tuna makusudio makubwa sana, mada hizo mbalimbali zitatoka, lakini pia na kuiombea nchi yetu Tanzania amani. Na haya ni maagizo ya mufti wetu Abubakar bin Zubair bin Ali Mbwana. Ametoa agizo hili kwamba tuombe sana nchi yetu amani, lakini pia na kumwombea rais wetu Daktari Mama Samia Suluhu Hassan, waongozi wa hapa, wenyekiti wa hapa, watendaji wa hapa, mwenyekiti wa hapa, lakini pia OCD wa hapa, mkuu wa mkoa, mwalimu mkuu wa shule hapa, kuiombea shule nzima hapa biaunillahi subhanahu wa subhana inshallah. Lakini Sheikh, cha mwisho cha kumalizia, kwa upendeleo huu waliokuonesha wana Mwalusembe tangu saa 6 wana Mwalusembe wapo katika viwanja hivi, nini cha kipekee ambacho unachoahidi? Tunasema kwamba watu ni wengi mpaka tumetakiwa kubadilisha uwanja. Watu ni wengi na jiografia ya hapa namna ilivyokaa, kwa hiyo tumetakiwa tuweze kubadilisha sehemu ya jukwaa, sehemu ya kongamano, uwanja tumebadilisha. Kesho utakuwa msikiti wa kata ya Mwalusembe Bakwata. Kwa mapokezi ni makubwa, wakina baba ni wengi, wakina mama ni wengi kama unavyoona inshallah. Naam, hii ni Firdaus TV. Hakika wakati wa Mungu ni wakati sahihi kabisa. Tulikuwa na Sheikh Sharif Firdaus Al-Kadri, lakini pia tunaongea na mwenyeji wake ambaye ni Sheikh wa kata hii, Sheikh Kisinga. Sheikh, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Kheri kabisa. Alhamdulillah. Tumekuja mapema kabisa na tumeona watu ni wengi, wamefika mapema kabisa, na wewe ulitudokeza kuwa tangu asubuhi watu wana shauku ya kongamano hili na Sheikh amefika. Nini cha zaidi labda unachokiona wewe kwa ardhi yako hii ya Mwalusembe? Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Naam, kwanza tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ala ambaye kwa mapenzi yake ametufikisha sisi tumefika hapa leo, na lile ambalo walikuwa wanakusudia watu walione wameliona, kwa sababu wanakuja watu wengi, wametapeliwa watu wengi wa Mwalusembe, kina mama wametapeliwa sana, wanakuja masharifu wa mchongo kuja kuwatapeli kina mama hawa, lakini kwa vile mimi namjua Firdaus kama mwanangu, kwa uwepo wake nikasema basi inshallah mimi nitakuleteeni Firdaus hapa ili aje kukukomboeni kina mama, na inshallah sio kina mama, tuna kina baba wote. Kwa hiyo ujio wake mimi nakuwa na faraja kwangu. Kwa hiyo hata waumini wangu nasema kweli Sheikh ametuambia tuwe na subira, na subira yetu ile imezaa tija. Umemuona Sharif Firdaus, umemuona Sheikh Sharif, umemuona inshallah. Sheikh ametuambia hapo kwa tunatakiwa tubadilishe uwanja kutokana na jiografia ya maeneo haya. Hili umelipokeaje wewe kama Sheikh? Mimi nimepokelea vizuri, kwa sababu tukichukulia hata mheshimiwa mufti nini Waziri Urega alipanga futari mwaka jana aje kufuturisha hapa shule, lakini nikaja nikanshauri nikamwambia mazingira ya hapa shule iko nje kidogo na mji. Kwa nini? Kwa sababu pale uwanja msikitini kwetu kuna uwanja mkubwa, tunaweza kuingia watu 2000 tusije kufanya pale. Akalikubali, tukaja kufanya futari pale, na hivyo vile uwanja leo tutaomba watu wakuja pale wote kesho tuhamie pale msikitini ili tukani faraja kwanza karibu na mji, alafu hata wale wazee walikuwa hawezi kuja huku mbali mpaka kwa bodaboda pale na karibu sana tulio kufika huku mbali. Kwa hiyo mimi naombea kongamano leo la kheri na salama na liendelee mpaka vile lilivyopangwa. Nikushukuru sana inshallah. Naam, ni Sheikh Kisinga, Sheikh wa kata hii ya Mwalusembe. Hii ni Firdaus TV, tuendelee kutazama, lakini pia tuendelee kupata baraka hii ya dua kutokea hapa maeneo ya Mwalusembe. Wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Rabbi Allahumma, dua zetu zisikie na maasi tuliyoyachuma, ya Rabbi tughfirie, ya Rabbi Allahumma, dua zetu zisikie na maasi tuliyoyachuma, si kitu kwa wema wako. Endelea kufuatilia Firdaus TV hapa katika vipindi tofauti vya kheri. Kumbuka wakati sahihi ni wakati wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akhukum fillah Talib. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wakati wa Mungu, wakati wa Mungu, tusaidie.